Mungu ni sura au ni mfumo wa mwonekano wake wa uumbaji, na kazi yake kuu ya huu mfumo ni kuvifanya visivyofanana vipate kufanana, ni kuvitengeneza visivyofanana vipate kufanana na kuketi pamoja. Na huyo ni Andegunyu. Ninazungumza kuhusu Mungu sehemu ya pili. Kwa hiyo popote pale unaposikia jina Mungu, basi hapo panayo matengenezo, panao upatanishi wa kuzifanya sura, wa kuwafanya wasioendana, wasiopatana, wasiofanana, wasiofaana wapate kufaana. Na jinsi hiyo ndiyo unaoitwa mfumo wa uumbaji, kuwafanya wasiopatana kabisa, wasioendana, wasiofanana wapate kufanana, wapate kuendana, wapate kufaana. Kwani hiyo ndiyo kazi kuu ya Mungu, yani uumbaji, sura ya uumbaji, mfumo wa uumbaji. Ndiyo kazi kuu. Na ndio maana popote pale upo hapo, kwa kuwa umetengenezwa, umefanyika ufanane na hapo, upatane, uendane na hapo ulipo, ikimaanisha kwamba kabla ya kufika hapo ulipo, kabla ya kuzaliwa, kabla ya kuwa katika ndoa hiyo, kabla ya kuwa katika familia hiyo, kabla ya kuwa katika dunia hii, kabla ya kuwa popote pale ulipo, kwanza ulitengenezwa, uliandaliwa, ulifanyika uende ukafanane na pale unapokwenda, na pale utapofika, pale utakapozaliwa, pale utakapoolewa, pale ulipoolewa, pale ulipozaliwa, hapo ulipo. Na mazingira ya hapo ulipo
yaliandaliwa kwanza kabla ya wewe kuwa hapo. Yalitengenezwa kabla ya wewe kuwa hapo, na ili unapokuwa hapo upate kuendana, kufaana, kufanana na mazingira ya hapo, upate kufanana na huyo uli naye, mume, mke, mazingira, majira, nyakati, taifa, viongozi, watumishi, wowote wale, chochote kile kilichopo, upate kufanana nacho, upate kuendana nacho, upate kuoana nacho. Na hiyo ndiyo iliyo kazi kuu ya Mungu, yani mfumo wa uumbaji. Na ndio maana mfumo huo wa uumbaji hakutaka kuweka kwingine kokote, ila akaufanya, akautengeneza katika sura yako wewe mwenyewe. Na ndio maana katika kuandikwa kwake akakwambia, akasema tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, kimaanisha kwamba ufanyike kwa mfumo wa uumbaji wa kukifanya kingine kipate kufanana, ya kukifanya kingine kipate kuendana. Na kwa jinsi hiyo wewe ukaumbwa, wewe ukafanyika kwa sura na mfano wake yeye, nawe ukawa ni ile sura ya yeye aliyekufanya katika jinsi na jina hilo ulilo nalo, kimaanisha kwamba jina hilo mtu, jina hilo ulilo nalo popote pale ulipo, ni jina la sura ya Mungu aliyekufanya. Ni jina lenye muonekano wa mfumo wa uumbaji. Ambao unafanya popote pale ulipo, jinsi ya muonekano wako huo kuwa na uweza wa kukifanya chochote kisichopatana na wewe, kisichoendana na wewe, kisichofaana na wewe, kipate kufanana, kipate kuendana, kipate kuoana na wewe. Na kwa jinsi ya mfumo huo ndio uliofanya sasa hivi popote pale ulipo, unapokwenda upokelewe. Unachokifanya kifanikiwe. Kwa kuwa popote pale
unapokwenda, mfumo huo wa muonekano wako tayari umeshapafanya pale unapokwenda, umeshapafanya pale unapokaa, umeshafanya pale unachokifanya kiendane na mazingira hayo, kiendane na wewe, kipatane na wewe. Kwa hiyo ulipo ulishafanyika kwa mfumo wa uumbaji, na kazi yake kuu na hata milele ni kukifanya, ni kukitengeneza kisichoendana, visivyopatana vipate kupatana, visivyofanana vipate kufanana na kuishi pamoja. Ndio maana jina lako ni sura ya Mungu, kimaanisha sura ya Mungu ni sura ya jina lako, kwa kuwa jina lako limefanyika kwa sura yake. Kwa hiyo jinsi ulivyo hivyo, hiyo ni sura ya upatanishi, hiyo ni sura ya kukifanya kingine kiweze kupatana. Hivyo ndivyo. Ndio maana hata kama kuna magomvi ndani kati yako wewe mume na mke, mtoto wewe unapozaliwa, wazazi wanapatana, na kubaki wewe ndio sababu ya wazazi hao kukaa pamoja, kimaanisha wewe kuwa ndio umoja ya wazazi hao. Ukimuuliza mzazi anakuambia nipo na baba yako kwa sababu yako tu, kwa kuwa sura yako, muonekano wako, jina lako ndio mfumo wenyewe wa uumbaji. Ni jina la sura ya uumbaji. Kwa kufanyika, kwa kuonekana kwako. Ndio. Popote pale unapokwenda, vitu vilikuwa vinaachana, havipatani, ila kwa uwepo wako hapo ulipo umevifanya visivyoendana vipate kuendana, visivyofaana vipate kufaana na kuishi pamoja. Ndio maana wewe daktari, umefanya wale wadudu, huo ugonjwa usioendana, usiopatana na huyo mtu upate kupatana kwa jinsi ya uwepo wako huo. Askari, mwalimu, mkulima, mhasibu, mtumishi, mchungaji, mtoto, baba, mama, taifa, wewe, popote pale ulipo, haupo kama upo tu, bali upo
sawasawa na sistimu yako, mfumo wako wa muonekano wa uumbaji wa kiungu, kwa jinsi na jina hilo, kwa kazi moja, kuwatengeneza, kuwafanya wasiopatana wapate kupatana, wasiokaa pamoja wapate kukaa pamoja, kwa jinsi ya uwepo wako. Hapo ndipo ndio ardhi ikae pamoja na mimea, anga likae pamoja na vitu vyote. Ardhi, taifa, jamii, kabila, dini, dhehebu ipate kukaa pamoja na vingine, kwa kuzaliwa kwako, kwa uwepo wako. Ndio maana ndoa yako, kati yako wewe na kabila lile, imetengeneza kabila lile na kabila lile lipate kukaa pamoja kwa jinsi ya uwepo wako. Biashara yako hapo, wewe na mkoa mwingine, umefanya mkoa wote mwingine upate kukaa pamoja kwa uwepo wa biashara yako. Ujuzi wako, ufahamu wako, elimu yako, uwepo wako ndio uliofanya, ndio unaoviweka si wazazi tu, bali hata taifa, kiongozi yoyote, uwepo wa chochote, vikae pamoja. Ndio inaofanya barabara hiyo ijengwe hapo kwako, nyumba hiyo iwepo. Umekifanya kingine kipate kukaa na kingine, umevipatanisha, umevitengeneza visivyopatana vikae pamoja, visivyoendana vikae pamoja. Ndio nawe kuwa ni mali ya hao uliowaweka pamoja, unawachunga uliowaweka pamoja kwa jinsi ya uwepo wako hapo ulipo. Kwa hiyo uwepo wako pasipo kujarisha ni wapi ni muhimu sana, kwa kuwa muonekano huo katika jina hilo ndio sura ya Mungu, ikimaanisha kwamba sura ya Mungu ndio jina ya muonekano wa jinsi ulivyo, na kazi yake kuu hiyo sura au mfumo wa uumbaji ni kuvifanya visivyokuwepo, kuvifanya visivyopatana, kuvifanya visivyofaana, kuvifanya visivyoendana, kuvifanya vinavyotengana vipate kufanana na kuketi pamoja katika jinsi ya jina lako popote pale ulipo.
uponyaji ukae pamoja, uzao upate kukaa pamoja, ndoa ikae pamoja, mume akae pamoja, kabila likae pamoja, dunia ikae pamoja, kila taifa likae pamoja, sayari zikae zikiishi pamoja katika kila jinsi, kila mmoja na muonekano alionao. Na vyote hivyo hukaa pamoja, sura ya kila kimoja hukaa pamoja katika jinsi na jina lako hilo lililo ni sura ya uumbaji, mfumo wa uumbaji, sura ya Mungu. Haupo hapo kwa bahati mbaya, bali upo hapo kumchunga uliyempatanisha kwa jinsi ya uwepo wako. Mzazi huyo, baba na mama wanaotaka kuachana, ila kwa uwepo wako bado wamepatana. Taifa lililotaka kutengana, dunia iliyotaka kutengana, viumbe vilivyotaka kuachana, chochote chenye sura kilichotaka kuachana na kuingia katika malumbano, jinsi ya uwepo wako huo ndio upatanisho, ndio unaoviweka vitu vyote pamoja, ndio unaovichunga ulivyoviweka pamoja. Na ndio maana hata sasa Mungu hamtumi mwingine tena kwenda kuchunga kondoo wake. Sasa ameamua kushuka mwenyewe, kuketi mwenyewe na kumchunga kondoo wake na kumchunga yule aliyempatanisha, aliyemtengeneza kufaana na kingine, alivyovitengeneza vipate kufanana. Na ndio maana hata wewe popote pale ulipo, haupo tena kumtuma mwingine yoyote akakuchungie mzazi wako wapate kupatana, akakuchungie mke wako, mume wako, kabila lako, taifa lako, bali sasa upo wewe mwenyewe kuvichunga vyote vilivyopo vipate kuketi pamoja, vyote vilivyopo vipate kufanana milele, vipate kuoana, kuendana, kupumzishana, kuwa ni pumziko la milele. Na jinsi unavyovichunga na jinsi unavyochunga chochote kile ni katika uwepo wako, kwani uwepo wako ndio uchungaji wenyewe au upatanishi wenyewe au utengenezo wa kutengeneza wenyewe wa kukifanya kisichopatana kipate kupatana. Kwa kuwa jinsi ulivyo hivyo ndio sura ya mwonekano au mfumo wa uumbaji, ikimaanisha ndio sura ya Mungu katika jinsi ya mwonekano wa jina lako. Popote pale ulipo,
umepokea pumziko la Mungu wako. Umepokea pumziko la uwepo wako. Familia imepokea pumziko la uwepo wako. Umepokea muujiza. Umepokea mafanikio. Umepokea utajiri. Umepokea ardhi. Umepokea kabila. Umepokea mali. Umepokea uponyaji. Umepokea viungo vipya. Umepokea uzao. Umepokea kizazi. Umepokea pumziko la uwepo wako hapo ulipo, katika muonekano wako huo wa jina lako hilo ulilonalo, ambao ndio mfumo, ndio sura ya Mungu, ndio muonekano wa uumbaji ambao daima unafanya kazi ya upatanishi, wa kupumzisha, wa kuvipumzisha, wa kuviweka pamoja vyote vilivyopo, na vyote vilivyopo sasa vimekuwa ni pumziko lako, vimekuwa ni usaidizi wako, vimekuwa pamoja na wewe, kwa kuwa vipo pamoja na wewe, kwani vimefaana nawe katika jinsi ya uwepo wako huo ulionao. Umepokea na pumziko hilo la Mungu wako, ikimaanisha la muonekano wako huo, la uwepo wako huo lipo nao sasa hivi, nimeliachilia hapo lipo. Basi leo hii ninaishia sehemu hii ya pili inayoitwa au kwa jina la Mungu. Usikose sehemu zinazofuata, pia kutazama mafundisho haya na masomo haya katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Andy Gunyu. Na popote pale ulipo, umepokea pumziko la uwepo wako, na popote pale utakapokuwepo utakuwa upo kwa upatanishi. Utaishi na pumziko lako, utaishi na msaidizi wako, unaishi na furaha yako, unaishi na raha yako, na chochote kile hakitakwama wala kurudi nyuma. Chochote kile hakitakwenda kinyume nawe, bali katika jinsi yoyote kufanikisha jinsi vile ulivyo. Umepokea na imekuwa kwako.